Naam, fungua nami katika kitabu cha Samueli wa kwanza, First Samuel, sura yake ikiwa ni ya 17, mstari wake wa 26, 27 na 28. First Samuel chapter 17 verse 26, 27 and 28. Biblia inasema hivi: Daudi akawauliza wale waliokuwa karibu naye, je, mtu atakayemua Mfilisti huyu na kuikomboa Israeli kutokana na aibu hii atafanyiwa nini? Na ni nani huyu Mfilisti, mtu asiyetahiriwa, anayethubutu kuyatukana majeshi ya Mungu aliye hai? Watu wakamwambia kama walivyokuwa wamesema hapo awali juu ya mtu atakayemua Goliathi. Yani wakawa wanamweleza atapata hiki, atafanyiwa hivi. Wakarudia pale kila alikuwa amesikia. Mstari 28. Sikiza kwa makini, verse 28. Lakini Eliabu kaka mkubwa wa Daudi alipomsikia Daudi akiongea na watu, alimkasirikia Daudi akasema, kwa nini umekuja? Je, wale kondoo wachache umewaachia nani kule nyikani? Najua ujeuri wako na uovu wako, umekuja tu kutazama vita. Mstari huo wa 28, natumai basi hapo ndio nagonga ndipo. Na asubuhi ya leo nikawa natafakari tu kuhusu andiko hili, na nikawa namuona Daudi ambaye amekuja ako so willing, na anajua kwamba ana uwezo, ako na Mungu na anaweza kushinda katika vita hivi. Anaona anasikia vibaya wakati majeshi wa Mungu wanadharauliwa, yani wanachukuliwa tu for granted, wanadharauliwa na mtu ambaye anaona ni mtu ambaye hafai kwa dharau hivyo, kwa sababu ni mtu hajatahiriwa, yani ni mtu ambaye hana heshima za kwake. Siongee kuhusu kutahiri ambako unajua, lakini mtu ambaye hastahili kudharau jeshi la Mungu. Lakini namuona katika mstari wa 28 kunaye ndugu yake akatokea, na Biblia imekuwa specific, inasema kakake mkubwa, ndugu yake mkubwa akatokea, kumaanisha kwamba huyu ni mdogo na ndugu yake mkubwa. Na kuna watu ambao katika maisha unapata kwamba alikuja na kila alimwambia, unajua hakumwongelesha poa. Anakuja na kwanza kumwambia kwanza alikasirika. Anamwambia nini mbaya umekuja hapa kierere wewe? Angalia wale mbuzi wachache na kondoo wachache wale umeachia nani? You see, hata haoni kana kwamba wale kondoo na mbuzi ni wa muhimu, ni wengi. Anawaita wachache, kumaanisha kwamba wewe ni mtu wa vitu vichache tu. Kuna watu wa aina hiyo duniani, mpendwa msikilizaji. Watu wa kukumbusha kwamba you are not meant for big things, you are meant for little things. Anasema mtu anakuja anakukumbusha, unakumbuka familia unakotoka? Ni maskini. Hata nyumba kujenga, mnaishi nyumba imelala hivi karibu yangushwa na maji. Unajifanya hapa kuongea. Unafika mahali umepata binti wa kuoa, anakuambia hey, maintain your lane. Wacha na wasichana wa aina hii. Huyu si wa klasi yako, huyu amesoma. Ni mtu ambaye anakukumbusha kwamba hujasoma. Mwangalie pale katika mstari wa 28. Biblia inasema hivi. Ni Samueli wa kwanza, sura yake ni ya 17, mstari wa 28 anasema kwamba lakini Eliabu kakake mkubwa alipomsikia Daudi akiongea, alimkasirikia. Yani mtu amekuja kuwasaidia alafu namkasirikia. Alafu akasema hivi, kwa nini umekuja? Je, wale kondoo wachache, lazima angesema wachache. Anasema wale kondoo wachache umemwachia nani kule nyikani? Najua ujeuri wako. Yani ni mtu ambaye anataka kukumbusha kwamba you are not meant for such a things. You are a failure. Kuna watu ambao wanajua kukumbusha kwamba unajua ulifika class. Unapoenda pahali unaitwa interview, anakukumbusha unaenda interview, ulifika class. Yani anataka kuonyesha there is nothing you can do in this world. Anataka kuonyesha kwamba you are meant for little things. Na wacha nikwambie, you can stand over and above such criticisms, such people ambao kazi yao ni kurudisha chini, kazi yao ni kuonyesha kwamba hautafaulu katika jambo lolote. Kuna watu wa aina hiyo. Ukijaribu biashara nakwambia, unajua kabila lako, hii biashara ina wenyewe. Kuna watu wanakuambia Nairobi iko na wenyewe, huwezi faulu Nairobi, huwezi faulu katika jiji, huwezi faulu Mombasa, huwezi faulu Kisumu. Kuna watu wanakuambia hivyo kwa sababu wanaona wewe huwezi, wanakudharau tu. Wanasema kabila lako si hii kazi bwana, enda kule shambani, enda kule ushago. Wanakudunisha kuonyesha kwamba you can't make it in life.
but kunaye Mungu, ambapo asubuhi ya leo nataka kutafakari hivi, whose report will you believe? Ni ripoti ya wanadamu ambao wanakupatia statistics, na kweli ukiangalia babu yako alianzisha biashara kama hiyo akafail. Kuna anko yako labda alichumbia mzungu na hiyo ndoa yao haikufaulu, na sasa hivi wanakuambia angalia, please angalia historia. But we serve a God, we serve a great God ambaye hakuna jambo linalomshinda. Ni Mungu aliyekuwepo tangia mwanzo na bado yupo. Neno lake nasema kwamba habadiliki kamwe. Na asubuhi leo nahisi kuambia mpendo msikilizaji, licha ya hao watu ambao wamekuja kukudunisha, licha ya hao watu ambao wamekuja kuonyesha kwamba you can't make it in life, we serve a great God, Mungu ambaye ana uwezo wote na hata shindwa kamwe. Ndio kuna watu ambao kazi yao ni kudunisha tu, ambao kazi yao ni kuonyesha kwamba huwezi faulu, ambao kazi yao ni kuonyesha kwamba you are doomed. In fact, kuna wengine ukiwa mgonjwa anakuambia hey, nani aligonjekanga hivi na akakufa. Yaani kazi yao ni kuonyesha kwamba kabisa hata wewe uko njiani unaenda. Lakini kuna Mungu ambaye ako na final say, ambaye ana uwezo. Daudi alidunishwa na ndugu yake, lakini mwishowe ndugu yake alismile akasema hey, by the way, huyu Daudi ni ndugu yangu, huyu ni my brother, my brother kabisa. Nafikiria alisema hivyo baada ya Daudi kupata ushindi. Hakujua kwamba Daudi atapata ushindi huo. Mpendwa msikilizaji, kila ambacho unadunishwa kwacho unaenda kupata ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Just keep on pressing on. Of course utapata pressure kuzuia, lakini usikubali to bow to the pressure, bali keep on pressing on kwa jina la Yesu Kristo, na ushindi ni wako, maana you are more than a conqueror in Christ Jesus. Mungu nakushukuru kwa neno lako. Najua kwamba ushindi umeshatupa kwa kuwa wewe ni mwema. Baba, katika kila jambo, katika kila vita, tupiganie, tupe ushindi. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. God bless you.